Bana, naam, basi mzigo unaanza tukiwa tunaonyeshwa kwamba tukio ambalo lilikuwa la Future. Hii binti alikuwa sasa hivi ana miaka 29, yani ni tukio ambalo hata yeye mwenyewe binafsi alikuwa alifanya kwa muda huo, na alikuwa anaongea na simu, alikuwa anaongea na bosi wake hapa, alikuwa anamueleza nini ambacho kimeweza kutokea ndani ya hii hoteli. Anasema kwamba yupo katika hii hoteli na alikuwa anategemea kuweza kukutana na boyfriend wake. Alikuwa anaona matukio yote haya, alikuwa si mwingine, alikuwa ni Goblin kwa hivi sasa, baada ya kuweza kuona lile tukio, namna ambavyo binti huyu alivyokuwa anategemea kuweza kukutana na mwanaume mwingine, na hapa alikuwa anawaza huku akiwa anajaribu kuweza kujiuliza kwamba hivi inamaanisha kwamba mwanamke huyu sasa hivi ameshaniacha, na baada ya matukio yote yale ambayo tumeweza kuyafanya kwa pamoja, sasa hivi yuko na amani tele. Sasa hii tukio ni tukio ambalo yeye mwenyewe binafsi alikuwa analiwaza tu baada ya kuweza kuona future ya binti huyu, na baada ya hapo akaenda kukutana naye katika nyakati za usiku, lakini pia lengo lake lilikuwa ni moja tu, alikuwa anataka kuweza kufuta kumbukumbu zote za matukio yote ambayo yameweza kutokea katika maisha yake pamoja na binti huyu. Sasa binti huyu akugundua kwamba nini ambacho kimeweza kutokea kwa mwanaume huyu. Sasa ndipo tunaonyeshwa kwamba kwa upande mwingine tunaonyeshwa kwamba bwana Grim Reaper alikuwa katika siku ile anataka kwenda kukutana na mpenzi wake, akawa amekula vyuti, yuko pamoja na Duke, na wote kwa pamoja Duke akamwambia kwamba unapaswa uweze kupata gari, sio utembee kwa miguu, ni umbali mrefu sana. Sasa kwa upande mwingine tena huko tunaonyesha kwamba Mrs. Kim alikuwa na shoga yake. Huyu shoga yake ni mtengenezaji wa kucha pamoja na masuala yanayohusiana na masuala ya wanawake. Kwa kifupi ni kwamba ni mtu wa fashion. Sasa hapa alifika pale Duke pamoja na bwana mkubwa, yani inamaanisha kwamba Grim Reaper. Sasa wote kwa pamoja walikuwa wamejipanga kwamba huyu Mrs. Kim ataruka na Grim Reaper na huyu mwanamke pale ataruka na Duke. Sasa huku mwanadada huko nyumbani sasa alikuwa na mawazo sana, hajui nini ambacho kinaendelea katika maisha yake kwa hivi sasa. Kwanza kabisa kwake bwana mkubwa, yani Goblin, alikuwa anamkwepa mara kwa mara, na yeye pia alikuwa anawaza future ile namna ambavyo alivyokuwa ameweza kuitazama. Kwanza mwanamke alikuwa hayupo tena Korea, alikuwa katika huko nchi za wenzetu kabisa USA, na alikuwa anahudumiwa na wazungu. Sasa walipokuwa wameweza kukutana pale katika eneo la pale sebuleni kwao, kwa sababu binti kwa hivi sasa anaishi katika mjengo wao. Sasa bwana mkubwa Goblin alitamani sana binti katika siku hii ya leo aweze kuuchukua ule upanga. Mwanamke huyu alitaka kujua kwamba siri kuhusiana na ule upanga. Goblin alimweleza wazi kwamba miaka 900 iliyokuwa imeweza kupita, kuna tukio la ajabu sana lilikuwa limeweza kutokea, na tukio hilo ni tukio la mimi hapa kuweza kuuawa mbele ya mfalme, na lengo lake mfalme lilikuwa moja tu, hakutamani kuweza kuona namna ambavyo jina langu lilivyokuwa basi lazidi kukua. Ndio tunaonyeshwa ile tukio la mwanzo kabisa, namna ambavyo marafiki zake, ndugu jamaa na marafiki walivyokuwa wanaweza kuuawa, na mpaka kwa hivi sasa upanga ule uliokuwa katika kifua chake anasema kwamba ulikuwa ni adhabu. Adhabu kwa ajili ya nini? Adhabu kwa kile ambacho kimeweza kutokea. Roho za watu ambao walikuwa ni innocent, wasiokuwa na hatia, walikuwa wameweza kuuawa pale mbele yake. Sasa mwanamke huyu, kulingana na kwamba alikuwa na moyo ambao ni wa kipekee sana, alianza kulia na kujutia kile kitendo. Alitamani kuweza kujua kwamba ni kwa nini huyo mfalme alifanya ushenzi wa namna hiyo. Alilaumu sana, na kisha akawa anamfuta pale bwana mkubwa Goblin yale machozi yake. Goblin hakuamini namna ambavyo mwanamke huyu alivyokuwa basi na moyo wa kipekee. Kisha binti wa watu, pamoja na kwamba alikuwa analia pale pale, naye Goblin alikuwa kama vile anazidi kuwa mdhaifu siku hadi siku. Basi bwana, mwanamke huyu aliamua kusepa na kusema kwamba anaelekea zake shuleni. Sasa Goblin alikuwa anatamani ule upanga uweze kutolewa, basi akamwambia kwamba hapana, katika siku ya leo siwezi kutoa, nina kipindi, labda siku nyingine. Sasa akarudi zake chumbani huko akiwa na mawazo sana, anajiuliza kwamba imekuwaje mpaka mwanamke amelia pale mbele yangu. Yaani yeye mwenyewe binafsi anashindwa kuelewa kwa nini yule mwanamke analia. Sasa akakumbuka matukio tofauti ambayo alikuwa ameweza kuyatenda naye, lakini bado kwa upande mwingine tunaonyeshwa kwamba huyu bwana mkubwa Duke pamoja na Grim Reaper, Duke amefika pale akawa amechangamka sana. Yaani akawa anajitambulisha, akaonyesha pale vitambulisho vyake, na kisha akataja jina lake. Sasa walikuwa wanamchukulia poa sana, lakini pia naye Grim Reaper akapewa nafasi yake naye pia aweze kujitambulisha. Grim Reaper anaulizwa pale na Mrs. Kim, jina lako nani? Sasa Duke, sasa katika siku ya leo kumbe bwana mkubwa alikuwa amekuja pale na jina lake, yani anajiita bwana Obin. Sasa ile jina lilikuwa la ajabu, akaambiwa kwamba aonyeshe kitambulisho chake. Kitambulisho hana. Akasema kwamba kitambulisho changu ni kitambulisho ambacho mimi mwenyewe binafsi natamani sana katika siku za usoni niweze kuwa nacho, lakini leo sina.
ana kitambulisho na alikuwa anazidi pale kushangaza umma. Basi wakaamua basi kusearch katika mitandao ya kijamii kuhusiana na Duke. Wakagundua kwamba bwana Duke ni mtu ambaye ni mtu wa fashion na ni mtu ambaye anaaminika sana hapa mjini kati, watu wanamwamini kinoma noma. Basi wakazidi kuonyesha kama vile wanamkubali kinoma kuliko hata Grim Reaper. Grim Reaper akapata wivu kwamba Duke amekuja naye hapa hivi, ndio anashobokiwa kuliko yeye. Sasa akaamua kutumia uchawi wake kuweza kumstopisha pale huyu bwana mkubwa Duke. Akaanza kuonyesha hali ambayo si ya kawaida. Duke hapo akaamriwa aweze kuondoka. Na yule shoga yake Kim alikuja pale, naye pia akaamriwa aweze kuondoka, akaaga. Akabaki pale hivi Mrs. Kim pamoja na Grim Reaper. Grim Reaper siku ya leo bwana alikuwa mjanja sana. Aliamua kutumia nguvu zake mwenyewe binafsi kuweza kuwafukuza watu wote katika lile eneo. Yeye mwenyewe binafsi aweze kubaki na mwanamke wake. Na kumbuka kwamba bwana mkubwa Grim Reaper kwa hivi sasa anamiliki simu. Sasa mwanamke huyo akamuuliza kwamba vipi, umenisave nani katika simu yako? Basi kipindi ambacho basi anataka kuweza kuishika simu ya bwana mkubwa, kwa bahati mbaya ikaweza kudondoka pale mezani. Mwanamke huyo akamwambia kwamba una shida gani? Mbona kama vile una kitu unakificha? Hebu nione hiyo simu. Sasa alivyokuwa anaikagua ile simu, akamuuliza pale ina password. Bwana mkubwa akasema kwamba hana password. Basi mtoto wake akasema kwamba inawezekana kwamba basi haona mambo mengi kabisa. Akaenda kwenye phone book. Baada ya kwenda katika eneo la phone book, akagundua kwamba bwana mkubwa ana namba chache sana, namba za kwake binti ambaye ni yeye mwenyewe Mrs. Kim, namna ambavyo alivyokuwa amemsave sasa. Yani anajiita Suni and not Suni. Yani alikuwa amesave hivyo hivyo. Binti alitabasamu na kucheka sana. Sasa akamwambia kwamba unapaswa uweke password. Bwana mkubwa akasema kwamba basi nitajifunza kuweka password ambayo ni nzuri sana. Kwa hiyo mwanamke huyu alikuwa anazidi basi kumfundisha namna ambavyo binadamu wa kawaida wanaishi. Kwanza kabisa hajagundua kwamba bwana mkubwa Grim Reaper ni mtu ambaye si wa kawaida. Hata jina ambalo kwa ameweza kumtajia katika siku ya leo alikuwa jina lake. Akarudi huko nyumbani, akakutana pale hivi na Goblin. Goblin alikuwa katika hali kama vile amepata homa kabisa. Sasa yeye akawa anakunywa pombe, lakini bwana mkubwa Goblin hakawa bana ana mawazo sana. Kwa hiyo katika siku ya leo alikuwa anatamani hata kunywa dawa tu zile ambazo ni za watu wenye matatizo ya akili. Sasa akawa anamueleza kwamba nini ambacho kimeweza kutokea. Binti hatamani kuweza kuchomoa upanga hata siku moja. Sasa anaona kama vile binti alikuwa anamkwepa. Akamwambia pale Grim Reaper. Grim Reaper anamwambia kwamba unatamani kufa. Goblin akamwambia ndio natamani kufa. Akamwambia kwamba huo ni ujinga, lakini sijui kama ni mawazo yako hayo, basi utalifanya kama vile unavyotaka. Kumbuka kwamba Goblin kwa hivi sasa ni kama vile anaona kama vile kuna watu ambao waliweza kuumia kisa yeye. Kwa hiyo anajisi vibaya sana, lakini kwa Grim Reaper yeye ana makosa, yeye anatimiza tu wajibu wake. Sasa kipindi ambacho anajaribu kuweza kumfanyia ushenzi pale, akachomoa upanga. Baada ya Grim Reaper kuanza kuongea maneno ya kishenzi, sasa bwana mkubwa Goblin akachomoa upanga wake na kisha akaanza kumtishia. Kwa upande mwingine huko tunaonyeshwa kwamba kuna mwanamke ambaye ni Kim alikuwa anatazama ile pete. Hii pete alipewa bwana na bwana mkubwa pale, yani Grim Reaper. Na Grim Reaper alikuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye anampenda sana. Sasa kipindi ambacho anaitazama ile pete, Mrs. Yun akawa naye pia anamuuliza, nani amekupa hiyo pete? Huyu mwanamke anasema kwamba amepewa na mwanaume. Sasa kipindi ambacho basi alipokuwa basi anaitazama, akamwambia kwamba hiyo pete basi ni pete mbaya sana, kwa sababu inaonekana kama vile ni pete ambayo ni ya zamani. Pale mapepo fulani wakawa na wenyewe pia wameweza kujitokeza. Mwanamke mmoja ambaye ni mzee kidogo alikuwa katika lile eneo. Wakawa wanajaribu kuweza kumtishia, lakini binti alijikaza vile awezavyo. Lakini zile roho zikawa zinasema hivi, unapaswa uweze kusaidia familia zetu kama ulivyomsaidia yule mwanamke. Binti huyu ana uwezo wa kuweza kuwasaidia. Wakamwambia kwamba kamuombe Goblin namba za bahati ambazo basi zitachezeshwa katika siku hii ya leo. Basi namba hizo kama endapo tutazipata, tunaweza kusaidia familia zetu. Binti akarudi nyumbani spidi, kaja kumuomba Goblin aweze kumtajia namba za bahati. Goblin akataja namba za bahati, yani za bahati nasibu, na kisha binti huyu akaja kumwambia huyu mwanamke. Mwanamke huyu alitamani kwenda kumwambia mtoto wake ili aende kushinda hizo namba za bahati na mwisho wa siku ajipigie pesa, kwa sababu amemwacha bila msaidizi wa aina yote. Kipindi ambacho basi ameshamwambia pale, hapo Goblin akajitokeza. Mtoto wa kike alishtuka sana, kwa sababu alikuwa hajaweza kukubaliana kwamba aenda kumwambia huyu mwanamke, na mwanamke huyu ni roho tu iliyokuwa imebaki katika mji huu. Basi Goblin akamwambia kwamba ni ngumu sana kwa mwanamke huyo kuweza kutimiza ile ambalo wewe unatamani aweze kwenda kutimiza. Basi binti akamwaga pale Goblin kwamba anaelekea katika stationery. Akaenda katika supermarket moja hivi. Supermarket hii wanauzaga hizo namba za ticket. Sasa binti akaenda pale kwa ajili ya kwenda kununua. Huyo muuzaji sasa hataki kuweza kumuuzia. Binti akajaribu tena katika hali ambayo ni tofauti kidogo. Muuzaji akamwambia kwamba hatuwezi kukuuzia, bado hujatimiza miaka 20. Leta ID. Mtoto kike akafukuzwa mpaka nje.
Baada ya hapo, kipindi ambacho anapiga makelele pale, kwa bwana Goblin alikuwa pale nje. Goblin anamwambia kwamba yule bibi uliokuwa umeweza kumpa zile taarifa mtoto wake hataweza kushinda ili shindano katika siku ya leo. Basi binti ndo anapewa taarifa, akaambiwa kwamba yule mtoto anafanya kazi usiku na mchana, kwa hiyo halalagi. Kama mlikuwa mnategemea kwamba mtaenda kumuotesha katika hizi namba katika siku ya leo, ni ngumu sana. Binti anasema kumbe kwa hiyo umefurahi au umefurahi kwamba hatuendi kushinda hizi pesa. Hasa nyakati hizo basi washindi wakatangazwa, namba zikatajwa zile zile. Uwezi amini, binti alipagawa kinoma noma. Na kisha asa yule bibi basi akamfuata binti na kisha akaanza kulia na kusema kwamba umetusaidia, lakini mtoto wangu ndio hivyo, nimeshindwa kuweza kumsaidia. Bibi huyu kwa hivi sasa alikuwa anaenda kupotea katika ulimwengu huu, kwa sababu ni kitu kimoja kilikuwa kimeweza kumfanya aweze kubaki, mtoto wake. Sasa siku iliyokuwa imeweza kufuata, Grim Reaper alikuwa na kazi moja tu ya kuweza kuchukua roho za mzee mmoja ambaye alikuwa kipofu. Huyu mzee alikuwa anaruka barabara katika ile eneo, na pale kipindi ambacho Grim Reaper anamsubiria mzee huyu aweze kupata ajali, aliweza kupita mwanamke mmoja ambaye huyu tunamfahamu. Huyu ni yule Yudiok alijibadilisha kuwa mwanadada. Hasa mwanamke huyu naye pia alikuwa na uwezo ambao si wa kawaida. Alimpita pale hivi Grim Reaper na kisha akaelekea mpaka katika hospitali moja. Mtoto mmoja mwenye uwezo ambao si wa kawaida akamuita, bibi shikamoo. Basi pale Yudiok akamwambia kwamba hapana, kaa kimya. Akaingia mpaka ndani ya hodi moja hivi ambako huko kuna mtoto mmoja ambaye alikuwa anaema kwa shida sana. Basi akamshika kichwa na kisha akamwambia kwamba naomba uweze kupona kuanzia hivi sasa. Huyu bibi alikuwa na uwezo ambao si wa kawaida, ila alikuwa katika sura ya mwanadada. Na pale mtoto yule hali yake ikawa inaendelea vizuri kabisa, mapigo ya moyo akaanza kudunda vizuri. Kwa upande mwingine tunaonyeshwa kwamba bwana mkubwa Grim Reaper alikuwa anazidi kuzipeleka roho mbalimbali zilizokuwa basi zinazidi kufanya maovu katika sehemu ambayo ilikuwa inapaswa. Na kisha kuna familia moja ilifika pale. Hawa walikuwa wanazinguana mpaka katika kipindi ambacho wamekufa. Hasa akaja yule mzee ambaye alikuwa kipofu. Mzee huyu baada ya ajali kuweza kutokea, roho yake iliweza kuongozwa direct mpaka katika eneo la kuelekea mbinguni. Mlangoni pale kulikuwa kuna mbwa wake alikuwa anampenda sana. Mbwa huyu alikuwa amerudi kwa ajili ya kuja kumpokea tu. Baada ya pale basi aliongozana naye mpaka huko mbinguni. Kwa upande mwingine huko hivi Grim Reaper katika barabara ile ambayo alikuwa ameweza kukutana na mpenzi wake Kim, ambaye aliweza kumdanganya kwamba anaitwa Sun. Alipofika hapa hivi alikuwa anashangaa huko na kule. Mara akaanza kusikia sauti za mtu akiwa anatembea. Grim Reaper anazifahamu hizi aina za utembeaji. Akagundua kabisa huyu ni Kim. Hapo Kim alipofika katika lile eneo akawa anashangaa naye pia muone Grim Reaper. Kumbe bwana Grim Reaper alipotea hapa, si tunamuona lakini mwanamke huyu hawezi kumuona. Grim Reaper akasikia namna ambavyo mwanamke yule alivyokuwa analaumu. Alikuwa anatamani sana kuweza kukutana naye. Sasa huyu binti baada ya muda sasa kidogo akaamua kuweza kumpigia Grim Reaper. Simu ya Grim Reaper ikawa inalia pale. Binti huyu akaanza kushangaa sana. Akaanza kujiuliza kwamba inawezekanaje kwamba mlio wa simu unalilia hapa. Sasa Grim Reaper kwa kuwa alikuwa hajatumia simu yake kwa muda mrefu sana na ni mgeni kwenye simu, ndipo akagundua kwamba simu ilikuwa inaita. Akaitoa chapchapu na kisha akakata. Binti akaanza kujiuliza kwamba huu ni ujinga gani? Mara ghafla kwa bahati mbaya akajikwaa. Kipindi ambacho amejikwaa, Grim Reaper aliamua kuweza kujitega chini yake. Binti anashangaa kwamba amekuwa na uwezo ambao si wa kawaida, kwamba ana uwezo wa kuelea hewani au. Hapo aliamua kamata barabara yake, alikimbia kinoma. Kumbe bwana Grim Reaper aliamua kuweza kumsaidia binti huyo. Sasa baada ya kukimbia kwa muda mrefu huko hotelini kwake, sasa binti alikuwa anaendelea kuwahudumia watu. Tangu aje katika hiyo hoteli sasa watu wameanza kuja tofauti. Pale bosi wake akaingia pale ndani rafu kisha akaenda kunywa maji. Akamwambia, hivi unawajua mapepo? Unajua roho ambazo sio halali katika ulimwengu huu? Inamaanisha kwamba roho ambazo ziko zimeweza kufa. Pale kuna mapepo wawili walikuwa wameweza kujitokeza pale. Binti akasema kwamba mimi siwafahamu. Vipi, kuna shida gani? Akamwambia kwamba hamna shida. Wale mapepo wakamwambia kwamba hivyo usimwambie chochote kuhusiana na sisi. Sasa inaonyesha kabisa kwamba huyu madam alikuwa ameweza kuchanganyikiwa katika siku ya leo baada ya kuweza kukutana ile hali ambayo si ya kawaida. Kumbuka kwamba binti kwa hivi sasa ni mtu ambaye ana uwezo. Basi akarudi zake nyumbani. Kipindi ambacho anarudi akakutana pale hivi na Goblin. Goblin alikuwa anamtazama kwa muda mrefu. Akamwambia kwamba vipi? Mbona ulikuwa unanitazama hivyo? Binti akafurahi sana baada ya kuweza kusikia kwamba alikuwa anafurahi sana kuweza kuona uzuri wako.
Basi wakati walivyokuwa narudi zao nyumbani, Goblin kumbukumbu zake zilikuwa mbali sana. Alikumbuka tukio ambalo limeweza kutokea miaka 900 iliyokuwa imeweza kupita. Tukio la mtoto aliyekuwa anamlilia baba yake, na mtoto huyu kwa bahati mbaya zaidi aliweza kufa. Sasa yale maneno yote yalikuwa yanamuogopesha sana huyu binti, na pia hata binti huyu akaweza kumuuliza pale Goblin kwamba ilikuwaje mpaka ukaweza kumsaidia mama yangu. Sasa Goblin akamwambia kwamba mama yako katika usiku ambao alikuwa anatamani kuweza kupata msaada, alikuwa alilii roho yake, bali alililia roho yako. Binti alijisikia vibaya sana. Alitamani hata katika siku hii ya leo aweze kumwambia ukweli Goblin kwamba anashukuru kwa yale yote alikuwa ameweza kumtendea. Basi akazidi kumshika kichwa, na yeye Goblin akawa anamshika kichwa. Nikana kwamba wote kwa pamoja walikuwa wanafurahia yale matendo ambayo wote walikuwa wameweza kutendeana. Goblin anatamani sana binti aweze kumtoa upanga. Sasa binti katika siku ile akamwambia kwamba njoo leo basi nikutoe upanga huo. Goblin akaanza kuzunguka kama pale ameweza kupokea simu. Na kisha akamfuata huko Grim Reaper na akaweza kumwambia Grim Reaper kwamba binti anatamani kuweza kutoa upanga katika siku ya leo. Sasa Grim Reaper anamwambia kwamba kama ulikuwa unatamani binti aweze kutoa upanga huo, basi mruhusu. Lakini Goblin anaogopa sana kuweza kufa. Kwa upande mwingine tena, wale watekaji walikuwa wanahusika na swala zima la kuwakopesha watu mbalimbali katika mji huu, leo walikuja tena hapo kuja basi kumzingua mwanamke huyu, yani Yun. Hapo kipindi ambacho basi wanataka kuweza kumteka, mmoja wao akasema kwamba vipi, mbona mkanyaga kivuli changu? Kivuli kipi? Mbona hata hamna jua? Wakaanza tena kulumbana. Yaani ni kama vile walikuwa wameweza kulaaniwa kile kitendo ambacho walikuwa wameweza kukifanya. Pale msaidizi wake, yani Duke, alifika pale na kisha akamchukua binti. Akamwambia kwamba unawafahamu watu hao? Binti anasema kwamba hapana, mimi siwafahamu. Basi akamwambia kwamba twende nyumbani. Binti akawa amerudi zake huko nyumbani, lakini huku tunaonyeshwa kwamba katika eneo la station bana, hao wauni waliweza kukamatwa na polisi. Kosa lao ni moja tu, walikuwa wanapigana mbele ya high school, shule ambayo basi ni bora sana katika mji huu. Wakawa wanaulizwa na askari kwamba nini ambacho wameweza kuwafanya kwamba mkaanza kupigana. Kila mmoja akaanza kumrushia mwenzake lawama, lakini askari huyo anamwambia kwamba mnanipigia kelele na umia kichwa, semeni ukweli, nini ambacho kilikuwa ni kosa lenu. Sasa wakaanza kusema kwamba sisi wenyewe hatuelewi, kila mara tumekuwa tukipigana mara kwa mara. Sasa pale ndio basi mmoja wao akaanza kukumbuka kwamba kuna tukio ambalo lilikuwa limeweza kutokea katika siku za nyuma. Ile ilikuwa kama vile adhabu ambayo Grim Reaper alikuwa ameweza kuachia. Huku nyumbani sasa, kipindi ambacho walivyokuwa wanakula, binti alikuwa amekaa pale mezani. Anashangaa kwamba Goblin hamsemeshi. Lakini Grim Reaper alikuwa yeye yuko zake poa tu. Goblin baada ya kuweza kumaliza chakula, akaenda zake kupeleka sahani. Sasa Grim Reaper pamoja na binti wakakaa. Grim Reaper ndo akampa binti ukweli wa mambo. Nini ambacho Goblin kwa hivi sasa anakihofia? Anahofia yeye kuweza kuuchomua upanga. Sasa kwa upande mwingine tunaonyeshwa kwamba Goblin alikuja kumuaga huyu Mr. Yo. Mr. Yo alikuwa analia sana baada ya kwake Goblin kufanya maamuzi ya kumruhusu binti aweze kuuchomua upanga. Yo alikuwa anampenda sana Grim Reaper. Baada ya pale tena alikuja kumkabidhi Duke credit card yake mpya kabisa. Duke alifurahi sana na akamwambia kwamba naomba uweze kutenda mambo ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu, lakini pia usimuuzi binti yule, unapaswa uendelee kuishi kwa amani na upendo. Sasa kwa upande mwingine huko Grim Reaper alikuwa amempigia Goblin simu, na alikuwa Goblin anajaribu kuweza kumuaga Grim Reaper, lakini Grim Reaper yupo katika sehemu ambayo ina kelele sana na hajaweka simu yake vizuri, alikuwa hamsikii vyema. Binti ajui hili wana lile, kumbe mpango wa kwake bwana mkubwa wa Goblin uko pale. Goblin sasa akaja basi akamchukua binti katika siku ya leo, na kisha akaamua kuweza kumpeleka katika ile bustani yake asili iliyo katika nje ya mjengo huu. Huko sasa anatamani sana binti katika siku hii ya leo aweze kuchomoa upanga. Binti huyu hajui kwa nini Goblin anang'ang'ania upanga ule uweze kutolewa, lakini ukweli wa mambo ni kwamba Goblin alimdanganya binti huyu kwamba endapo basi atakuchomoa upanga ule ndo atakuwa mzuri na ataishi kwa amani. Binti anajui nini ambacho Goblin alikuwa ameweza kutamani. Sasa akamwambia kwamba uchomoe upanga huko hivi sasa, mimi nipo tayari. Goblin sasa anasubiria kwamba upanga uweze kutolewa. Binti anauona upanga, lakini sasa kuuvuta ndo anashindwa. Anashindwa kuelewa kwamba kosa liko wapi. Alijaribu mara ya kwanza, akajaribu mara ya pili, lakini Goblin akashangaa sana. Akamwambia kwamba labda tumie mfumo mwingine. Pisi ilikuwa kama vile imeweuka katika siku ya leo. Akamwambia kwamba kwanza kabisa sio makosa yangu, ni makosa yako wewe mwenyewe. Kwa nini uwekewe upanga kwenye kifua chako na uweze kukubali? Hapo binti akaamua kumkisi. Bwana naam. Mimi nafikiri kwamba sitakuwa naelezea kwa muda huu, ndio comment yako chini uniambie umeonaje kazi hii, na kisha uniambie kwamba tuendelee na episode nyingine au la. Bye bye for now.